Habari mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV. Ni mimi mtangazaji wako Mohamed Yusuf Mohamed. Karibu katika kipindi chako pendwa cha maisha ya wasanii. Kipindi ambacho kinakuletea karibu wasanii wetu tunaowapenda wa ndani, wasanii ambao wanafanya vizuri, wasanii ambao wana trend kupitia sanaa zao. Karibu, na leo niko na kijana ambaye anajitoa sana katika juhudi zake za usanii, na pia ni mtu ambaye ni maarufu kweli kweli na anafanya vizuri katika tasnia hii ya uigizaji. Si mwingine ni Nilo Mastori. Habari yako kakangu? Habari yangu mzuri, tusiwe. Kikweli nashukuru Mungu. Kwa faida ya watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa, wanapenda kufahamu labda jina lako kamili ukiachana na Nilo Mastori ambao wanaliona mtandaoni. Unajua jina langu kamili ukiachana Nilo, naitwa, watu wengi sana walikuwa wanataka kulijua hili jina langu. So wengine nilikuwa nauliza mnataka kuniroga. Lakini sasa hivi naweza nikasema jina langu kamili naitwa Ayubu Ali. Ile ndio jina langu kamili, na Nilo Mastori limekuja kwa kipaji tu ambacho niko nacho. Hebu tuanze moja kwa moja kufahamu kwanza Nilo Mastori. Njia gani ambazo amezipitia nyuma mpaka sasa tunakuona hapa? Njia ambazo nimezipitia nyuma ni njia nyingi sana. Nilikataliwa na watu, kuna baadhi ya watu wamenisupport. Hata wale ambao walinikataa sasa hivi ni marafiki zangu wakubwa. Wale ambao walinisupport wamenambia sisi tulikuwa tunakusupport ili mradi ufikishe ndoto na hatua zako ambazo wewe unazitaka. Njia nyingi, changamoto, kulaumiwa, lawama nimezipitia. Kama tunavyofahamu, safari yoyote ya maisha kuna changamoto ambazo zipo. Labda tungependa kufahamu zaidi changamoto ambazo wewe unakumbana nazo katika safari yako ya sanaa. Changamoto ya kwanza mimi siaminiwi, hususan kwa upande wa wanawake. So mwanamke kwa mfano unamwambia mimi nakupenda, nakuhitaji, nataka uwe mtu wangu, anakuambia wewe unamwejana jiketele uko umejaza. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kupata uaminifu kwa mwanamke. Alafu pia changamoto nyingine ambayo naipitia kwa upande wa wasanii, hususan wasanii wa Zanzibar. Msanii wa Zanzibar anaweza akakwambia mimi nataka nishuti, nataka nionekane, nipo tayari kwa ajili ya kushuti. Unashuti naye siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ashaanza kujulikana. Kwa hiyo anaweza akakwambia bwana wangu mimi hataki nishuti. Anaweza akakwambia leo mimi sijisikii kushuti. Wakati ambao hajaanza kujulikana, anakupigia wema simu, lini tunashuti, lini tunafanya content, au lini tunaenda kambi kushuti film. Lakini akishaanza kujulikana inakuwa ndo hakutafuti. Hiyo ndo changamoto kubwa kwangu. Okay, wengi wanasema sanaa haiwezi kukua bila ya bato ama bila ya visasi na ugomvi. Kwa upande wako labda hili limekaje? Hiyo kweli ya wahenga wanasema kwamba kila penye mafanikio basi adui lazima awepo. Na yani changamoto ndo mafanikio na yani mafanikio ni changamoto na changamoto ndo mafanikio. Kwa hiyo unaweza ukamkuta mtu anakuona unafanya beta, kwa hiyo yeye akawa ana chuki ndani ya moyo wake, hawezi akakwambia. Lakini siku ambayo umekuja kuteleza, utasikia lawama nyingi sana zinaanguka kwako. Mimi sina uadui au sina bato na mtu yote, kwa sababu naamini Mungu ndo kaniruzuku hichi kipaji ambacho niko nacho. Nikisema kama nimchukie fulani au nimchukue huyu, nimchukie huyu, itakuwa haileti maana. Ni wazi kwamba kuna mengi ambayo unayapitia, changamoto ambazo zinakukumba. Ni vitu vingi ambavyo unapitia navyo, ni jumla ya changamoto. Labda katika upande wa faida ambazo unakutana nazo, kipi ambacho labda unakishukuru kwamba hichi nimekipata kupitia jasho langu la sanaa? Kitu ambacho ningesema, changamoto ipo na faida ipo. Kwa hiyo faida ambayo mimi nimepata, nimeshafanya matangazo mengi makubwa. Ukiangalia kama siwezi kuyataja majina, lakini tangazo moja nitalitaja jina, kwa sababu nimefanya kazi mpaka hitimisho la hiyo kampuni. Wanaitwa Sharia Business Consultants. Hawa jamaa wanajihusisha na mambo ya kutoa elimu katika wafanyabiashara na wajasiriamali. Kwa hiyo jamaa wako vizuri, wamekuja kwangu, wamewekeza, tumeweka mkataba na tumefanya tangazo lake mpaka mwisho. Na sio kufanya hii tu, kwa hiyo kaeka uaminifu kwangu kwa vile nilivyofanya tangazo, na sasa hivi pia anataka kuwa ni manager kwangu mimi. Kwa hiyo hiyo pia ni hatua kubwa ambayo mimi nimepiga. Zipo nyingi sana.
Hebu kupitia Sema Africa leo, wapenzi watazamaji wa Sema Africa ambao pengine wana kipaji na wanatamani labda kufanya sanaa, unawashauri nini? Cha kuwashauri, unajua kwenye mafanikio yani lazima upitie changamoto. Kama nilivyosema, na changamoto ndo mafanikio. Kwa hiyo hauwezi ukasema kwamba mimi nahitaji nipate 2000. Kwa hiyo 2000 unaweza ukaipata, mfano umemiss 500, kwa hiyo itakuwa ni 1500, ile haiwezi kukamilika 2000. Kwa hiyo kwenye sanaa kuna changamoto nyingi sana ambazo sisi tunazipitia, lakini hizo changamoto ambazo sisi tunazipitia isiwe ni chanzo cha kutokuamini nini kile ambacho sisi tunakifikiria baadaye. Ya, ni wazi umezungumza mambo mazuri ambayo naamini mtazamaji ambaye anatutazama sasa kupitia Sema Africa Media ni njia ya kumjaza nguvu na kumtia moyo na pia ni sehemu ya kumwasa katika kuangalia namna gani anaweza akajikwamua katika mawazo yake ya kisanaa. Labda tunapenda kufahamu Nilo Mastori anapokuwa nyuma ya kamera ni yapi maisha yake? Maisha yangu mimi ya normal ya kawaida, yani story kwa kila mtu. Na halafu mimi kitu ambacho sikipendi katika maisha yangu ni kuwa pretender. Yani maybe naweza nikasema bwana mimi namiliki Honda au namiliki gari, namiliki kitu fulani. Kwa hiyo mtu anaweza akakufuata kwa ajili ya msaada. Bwana nisaidie 100,000 au nisaidie shilingi 10,000, nisaidie shilingi 50,000. Kwa hiyo ikawa hauna ile pesa lakini unajiforce unaenda kumwazima mtu fulani. Ili umpe tu ile kitu na alafu akuamini kwamba mtu fulani kweli ana hela na maisha yake ni mazuri. Kwa hiyo inaweza ikaja kwa kupelekea ile kuingia kwenye matatizo. Yes, mimi kamera mimi ni Nilo kama watu wa kawaida. Okay. Yes, mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media, nilikuwa na Nilo Mastori. Nilo mtu ambaye wengi ambao wamepita TikTok, Instagram, Facebook, ni mtu ambaye anatumia kwa jina la Nilo Mastori. Ni mtu ambaye ni content creator wa kweli kabisa ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii na ni miongoni mwa vijana ambao wanafanya mazuri katika tasnia ya sanaa kwa upande wa Zanzibar, na sasa ndio mtu pekee ambaye anaipeperusha bendera kwa uwezo wake ambao Mungu amembariki. Nashukuru sana kwa time yako. Asante, na mimi pia nimefurahi sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante.